Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kwa majina naitwa Musa Soa au Dr. Musa. Mimi ni dokta nayetibu kupitia mitishamba pamoja na dua. Leo nakuletea elimu uweze kufahamu namna ya kumtengeneza kiumbe jini. Jini huyu utamtumia kwa ajili ya kwenda kumwadhibu adui yako au dhalimu anikuharibia mipango yako, na pia nakuletea elimu uweze kumtengeneza jini kwa ajili ya kumwadhibu mwizi atakayefanya uhalifu katika mazingira yako. Je, njia ipi rahisi ya kumtengeneza kiumbe jini? Kama ni mara ya kwanza kuungana nami, naomba usubscribe channel yangu na ubonyeze alama ya kengele ili wa kwanza kupata taarifa na tiba ambazo nitakuwa nazitoa. Inapofika siku ya Merikh, inamaanisha siku ya Jumanne, utachora tarasimu hii ya kiumbe huyu jini, na wakati unachora mpaka utakapokuwa umemaliza, utakuwa unasoma utaji huu, majina haya matukufu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala: ya Malik, ya Kudus, ya Malik, ya Kudus. Mchoro huu utauchora katika karatasi nyeupe. Kisha baada ya hapo utachukua alititi, utaiweka pembeni, na kisha utachukua dawa hii inayofahamika kwa jina la mzima. Dawa hii ya mzima pia utachota kijiko kimoja, utaweka pembeni, na kisha utatafuta mavi ya mbwa pia utachota, utaweka pembeni. Baada ya hapo utaenda kutafuta mti huu, kwa sisi Wanyaturu tunauita Muhosia. Mti unajenga na mti huu pia unabomoa, na mti huu wa Muhosia kwa yule mwanaume anayesumbuka na maradhi ya ukosefu wa nguvu za kiume, akichukua mizizi yake akanywa, hakika kwa idhini yake Allah Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, hata tatizo lilikuwa kubwa kwa kiasi gani, yale matatizo yatakuwa ni yenye kutoweka. Na kwa yule mwanaume anayesumbuka pia na maradhi ya ngiri, mzizi wake pia ni mujarab sana kwa ajili ya kutibu tatizo la ngiri. Mzizi wa mti wa Muhosia unatibu matatizo ya chango kwa kina mama, namaanisha wakina mama wenye matatizo ya chango au wenye shida ya hedhi. Na pia majani ya mti wa Muhosia, majani haya ukiyapondaponda kwa yule mtu anayesumbuka na maradhi ya kidonda ndugu, yale maji yake ukaenda kukamulia katika kidonda, ukawa unasafisha kidonda, hakika kwa idhini yake Allah Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, yule mtu atapona maradhi ya kidonda ndugu. Na maua ya mti huu wa Muhosia, maua yake ni mvuto wa biashara na ni mvuto wa mapenzi na ni mvuto wa kupendeka na kuheshimika kila kona dunia utakayopita. Ukichukua haya maua ukachanganya na mafuta ya nazi au mafuta ya mzaituni ukatumia kupaka, hakika tia nia kwa kile unachokihitaji kuwa na mvuto, utakuwa ni mtu mwenye kupendeka sana. Na haya maua yana alama ya star, nyota, yani kama unavyoona nyota ilivyo. Na mti huu una mambo mengi sana, lakini kwa leo sitozungumzia mti huu, acha nizungumzie kwa namna nyingine, sawa Utachukua mzizi wa mti wa Muhosia pamoja na maua yake, sawa. Baada ya hapo utaenda kuchanganya pamoja katika ile dawa ya mzima pamoja na mavi ya mbwa pamoja na alititi, ukachanganya kwa pamoja, kisha utaifukiza tarasimu yako ya kiumbe huyu jini. Utapokuwa unaifukiza utakuwa unasoma surati jini mara 45. Sasa ukihitaji kumpiga kipigo adui yako na unaamini fika huyu ni adui yangu ananifanya hasad na ananifanya uchawi, nenda kazike pale unaamini kabisa hapa atapita,
basi hakika akipita tu katika hiyo njia, basi lile jini litaenda kumvaa, litaenda kutekeleza kile ambacho ulichokiagiza. Na ukihitaji kumwadhibu mwizi, yani kumpiga kipigo cha jini, sawa yani yule mwizi arejeshe kile kitu alichokiiba, sawa utaangalia sehemu aliyopita mwizi. Kama aliacha unyayo wake, utachota ule mchanga, sawa. Baada ya hapo utafunga pamoja na hii tarasimu ya kiumbe wako, kisha ifukize kwa pamoja kupitia alititi pamoja na dawa ya mzima pamoja na mti wa Mohosia. Fukiza kwa manuizo na mavi ya mbwa, kisha soma surati jini. Baada ya hapo nenda kazike katika kaburi, katika lalo la zamani. Hakika yule mwizi kitu alichokiiba atakirejesha kwa haraka sana na atapata pigo kubwa sana. Angalizo, usimwadhibu adui kama unaamini fika sio adui yako, na kama unalipa uadui, basi hakikisha unalipa uadui katika mizani yenye usawa. Kulipa kisasi ni sawa, lakini lipa kisasi kulingana na mizani yenye usawa. Usizidishe kisasi na kuwa ni dhambi, na ukisamehe pia itakuwa ni vizuri zaidi, lakini hakikisha unampiga pigo mtu ambaye aliyekufanyia pigo lenye usawa, yani usizidishe pigo. Haya ni maajabu ya tarasimu ya kiumbe huyu na mti huu wa Mohosia. Kama unavyoiona hapa, hii ni ofisi yangu Daktari Musa. Nina kila aina za dawa mbalimbali. Kama unahitaji dawa za mivuto ya biashara, dawa za kusafisha nyota na kupandisha nyota, na dawa za kuondosha nuksi ambazo zinakuandama katika maisha yako, na unahitaji pia kuwa mtu wa mafanikio, na pia nina kila aina za dawa za kutibu maradhi mbalimbali. Na pia kama unahitaji pete za bahati, pete original zenye kuendana na ufalme wa nyota yako, au unahitaji pete za majini, pete zilizofanyiwa kafara za wanyama. Je, unahitaji kumiliki mamilioni ya fedha kama unavyoona Daktari Musa hapa ninavyomiliki mamilioni ya fedha? Je, unahitaji kujifunza elimu mbalimbali za kiroho kwa tiba pamoja na dua? Unahitaji kuwasiliana na mimi Daktari Musa. Usisite kubonyeza neno alama ya jumlisha 255784120592, na kama ni mara ya kwanza kuungana nami, usisite kubonyeza neno lililoandikwa subscribe na ubonyeze alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata taarifa na tiba ambazo nitakuwa nazitoa. Wa hadha, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.